Je, ni nani atathubutu kusema Ibrahim Traore halindwi na mkono wa Mungu? Ilikuwa ni asubuhi na mapema mashariki mwa taifa la Burkina Faso, na Ibrahim Traore alikuwa amesimama pembeni ya gari lake jeusi akinywa chai. Alikuwa akijiandaa kutembelea kituo cha vijana kijijini. Mamia ya vijana walikuwa wamejiandaa kukutana naye. Risala zikawa zimeandaliwa, tayari michezo inaendelea huko anakosubiriwa. Lakini kulikuwa na tatizo, walikuwa wameshachelewa. Mmojawapo wa washauri wake, jamaa mrefu hivi kwa jina lake Idrisa, akasimama na kumwambia, bwana mkubwa, tukitumia barabara kuu tutachelewa kwa masaa 2 zaidi. Lakini kuna njia ya mkato, ni barabara ya vumbi, iko imetulia, hatutakutana na jamu kama huku mjini, na tutatumia dakika 40 tu tutakuwa tumeshafika. Traore akauliza, je, hiyo barabara ni salama? Ndiyo mkuu, Idrisa akajibu, na watu wetu wameshaiandaa, na mimi mwenyewe nilishuhudia hilo wakati wakiiandaa. Na Karim, mojawapo wa walinzi wa rais, akaingilia kati akasema, sijawahi kuipenda hiyo barabara. Lakini Idrisa akasisitiza kuwa tuna muda mchache sana na vijana wanatusubiri, lazima tuanze safari sasa. Rais akafikiria kwa muda akasema, sawa basi tutapita hiyo hiyo shortcut. Basi bwana, msafara ukaanza. Magari 2 ya ulinzi yako mbele na mengine 2 yako nyuma, alafu gari la rais lipo katikati. Barabara ni ya vumbi na majani marefu pembeni, na haina mtu yeyote anayeangalia. Hakuna nyumba pembeni, hakuna ng'ombe wala hakuna mbuzi. Iko kimya sana. Wakiendelea kwenda kwa muda wa dakika 30, kila kitu kilikuwa kiko sawa. Ndipo baadaye ng'ombe akatokea barabarani, na maanisha alisimama katikati ya barabara. Ng'ombe mkubwa wa rangi ya kahawia, pembe zake zilikuwa zimekatwa, amesimama imara, tena amelikaribia kabisa gari la rais na amekataa kuondoka barabarani. Madereva wakiwa wanashangaa, gari la ulinzi mbele wakiwa wanasema, ondoka hapo. Wanamsemesha ng'ombe kana kwamba anawasikia. Na askari mmoja akapiga risasi hewani, kukatokea mlio mkubwa sana, lakini bado ng'ombe hakujigusa. Kila mmoja akachanganyikiwa. Huyo ni ng'ombe tu bwana, mmoja wa walinzi akasikika. Basi acha tumsukume asogee pembeni ya barabara. Maaskari 2 wakashuka wameshika fimbo, wakajaribu kumtoa, lakini ng'ombe akatoka, halafu akarudi tena pale pale. Na rais akawa anaangalia kutokea kwenye gari yake, akashangaa, akashusha kioo cha gari yake. Kwa nini huyo ng'ombe hajasogea? Akauliza. Karimu akasema, mkuu, hatuelewi ni nini hili, linaashiria kuna hatari. Halafu Idrisa akasema, hebu endesheni kumzunguka huyu ng'ombe. Basi dereva akajiandaa ili wamkwepe ng'ombe waende kwa pembeni hivi. Lakini kuna kitu ndani ya moyo wa Ibrahim Traore hakikuwa sawa. Akamwangalia tena yule ng'ombe, hakuwa anaogopa, hakukimbia, amesimama pale na amezuia barabara. Tena akasimama katikati ya barabara. Kisha Traore akaongea kitu kilichomshangaza kila mmoja wao, simamisheni magari. Dereva akatia amri, hebu mtume mtu akaangalie chini ya ng'ombe. Traore aliagiza, lakini Idrisa akasema, mkuu, yule ni ng'ombe tu. Nimesema nenda kaangalie.